Nashukuru sana kupata fursa hii kuongea na nyinyi wananchi wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla, na kwa kipekee ndugu zangu ambao wao katika Nord Kivu et Sud Kivu. Kwa niaba ya chama cha ANAPAD, Alliance Nationale pour la Paix et la Démocratie, tunatoa pole zetu kwa vijana wetu na ndugu zetu ambao wanapoteza maisha mara kwa mara katika jiji la Bukavu na katika jiji la Goma, ambao wanauawa na kuuliwa na hao wa materrorist wa M23. Mateso ambao mnapata, uchungu ambao mnaupata, na sisi kama vile chama tunakwenda kulia na kuteseka pamoja na nyinyi. Ujumbe wangu kwa siku ya leo ni hii: sisi kama chama cha ANAPAD tunalaani vikali ujio wa soi-disant ministre wa defense kutoka Kinshasa kuja kuzubahisha wananchi na wazalendo huku, na huku pande nyingine wanakwenda kuongea na M23 gisi watakuwa katika serikali ya umoja wa kitaifa hapo Qatar, cha kuonyesha kama serikali haina jambo lolote kwa watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususani mashariki ya Kongo. Leo M23 imelance ma bank, ijapokuwa watu wanaongea kwamba banki ya aina gani yenye haina Swift code, lakini ujue ya kwamba mkiona kama kikundi kimechukua mahali na kinaanza kulance ma activite commercial, ujue tayari hii imekuwa nchi ndani ya nchi nyingine. Huku wanaongea gisi watakufanya serikali ya umoja wa kitaifa, huku huyo Tshisekedi anacheza karata ya kutuma ministre wa defense kuja kuwabembeleza na kuzubahisha hao wananchi wa Sud Kivu. Ndugu zangu, sisi kama vile chama cha ANAPAD, chama cha mapinduzi, tukiwa pamoja na coalition Uboli, tunalansea apele kwa ndugu zangu wa Sud Kivu. Ni wakati wa kuchukua destin ame, tujipambanie wenyewe. Tusikubali tungoje hii serikali ya Tshisekedi, kwa sababu tukikubali tuongozwe na serikali ya Tshisekedi, ndugu zangu, ni sisi tutapoteza. Leo M23 ilishashika Nord Kivu, kusha kuwa gouvernement ingine yenye haiko gouvernement ya Kongo. Sasa na sisi au wa ministre aventurier ministre ambao wanajileta aseme ni wao wa ministre wa defense, wasizubaishe sisi. Kwa hiyo ndugu zangu wazalendo, ni mama sisi tusimame, tujitetee, tupambane zidi ya huyu aggresseur wa Rwanda na kuja kuagresi nchi yetu. Sote kwa pamoja tunaweza. Tusikubali tunyang'anywe udongo wetu na bado tuko hai. Hiyo ndio message yetu kama vile chama cha ANAPAD kwa nyinyi ndugu zetu wananchi wa province ya Sud Kivu. Asante sana na Mungu awabariki. Na shukuru sana ndugu zangu wananchi watukufu wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususani ndugu zangu wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tunazidi kuingia katika matatizo siku kwa siku. Leo serikali ya Tshisekedi inafanya mazungumzo na kikundi cha M23 ambacho wanakaa kwa kujadilia vile ambavyo wao wataingia na kusaini mikataba ya kufanya serikali ya umoja wa kitaifa. Na huku Tshisekedi anakuja kuzubaisha wananchi na wazalendo, kutuma le soi-disant ministre wake wa defense. Na ministre wa defense kwa madharau yenye alionyesha, kuliko kwanza akae chini azungumuze na vikundi ambavyo viko ndani ya souffrance, Mukamanyola alikuja kama vile malaika anatoka mbinguni na kuongea kama yametumwa kwa Gabriel, kama utazaa mtoto mwanamke au mwanaume, na kuchukua ndege Bujumbura anaenda. Hakuna madharau yenye nazidi hiyo. Ndugu zangu wananchi, wacha niwaambie, Sud Kivu et Nord Kivu, kama sisi hatutasimama kutetea province yetu ama province zetu za Sud Kivu et Nord Kivu, deja Nord Kivu Tshisekedi alishawapatia Wanyarwanda hiyo fasi. Sud Kivu tumebaki kwa sasa, na kama tutafanya effort kwa nguvu zetu, Sud Kivu nayo itaenda.
ile projet ya balkanisation yenye M23 ilikuwa ikitafuta na Occidentaux itakuja kufikia mwisho wake. Kwa niaba ya chama cha ANAPAD na kwa niaba ya coalition Ubole, tunakondane fermement hiyo tabia ya serikali ya Tshisekedi kuja kuzubaisha wananchi na kuzubaisha wazalendo ambao wanasimama kwa msimamo wa kutetea province ya Sud Kivu contre agression ya Kagame. Lakini wao wanachukua fursa ya kutuma ministre aventurier kuja kuongea na wananchi. Vraiment kama chama cha ANAPAD tunakondane. Na hakuna jambo la maana ambalo ministre alikuja kuliongea. Kuzubaisha wananchi wasijue kile ambacho serikali wanafanya. Ndugu zangu wananchi wa province ya Sud Kivu, Nord Kivu, mjue ya kwamba tuko ndani ya hatari. Tshisekedi tayari aishauza nchi. Tusitegemee serikali ya Kinshasa. Ni wakati wasi tusimame tujipambanie ili Rwanda ama Kagame asipate nafasi katika nchi yetu. Kama hatutasimama, jamani, Rwanda itachukua eneo hilo lote la mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sisi hatutakuwa na nafasi tena katika nchi ya Kongo. Ndio maana tumelanse apele hii. Dialogue ambao serikali ya Tshisekedi inafanya hapo Qatar na M23 tunaikubali na tumeikataa na tumelaani vikali. Na jambo lolote ambao watakwenda kulifanya, sisi hatuko tayari kuitika yale ambao watakwenda kuyaongea. Sasa ujumbe wetu kwa wananchi ni huu. Ni wakati wa sisi tusimame tuaplike article 64 ya constitution yetu. Afadhali. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote, karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.